Kesi ya ardhi namba 6075 mkwaju 2025 kati ya Kanali Naftali Swai na wenzake 49 dhidi ya Ashur na wenzake watano imeitwa kwa ajili ya hatua ya maandalizi ya kusikilizwa kwake katika Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi mbele ya Jaji Mohamed Gwae tarehe 25 Mei mwaka 2026. Wakati wa hatua hiyo, mahakama ilijikita katika kuainisha hoja zinazobishaniwa kati ya pande zote mbili ambazo ndizo zitakazohitaji uthibitisho kwa njia ya ushahidi wakati wa usikilizwaji wa shauri hilo. Baada ya hatua hiyo ya maandalizi kukamilika, mahakama imeelekeza kuwa shauri hilo litasikilizwa kwa mfululizo kuanzia Agosti 10 hadi 13 mwaka 2026, ambapo hoja 4 zimekubaliwa na pande zote mbili kuwa ndizo msingi wa usikilizwaji wa kesi hiyo. Aidha, wakati akizungumza na waandishi wa habari nje ya viunga vya mahakama, wakili Peter Madeleka anayewakilisha upande wa wadai alieleza kuwa miongoni mwa mashahidi wanaotarajiwa kuitwa katika shauri hilo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa pamoja na Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 kati ya Kanali Naftali Swai na wenzake 49 dhidi ya Ashur na wenzake watano imeitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwae. Na kesi hiyo leo ilikuwa imekuja mahususi kwa ajili ya kutengeneza hoja zinazobishaniwa na ambazo zitahitaji ushahidi mahakamani. Na baada ya hapo tumepanga tarehe ya kusikiliza kesi, na kesi hii itasikilizwa mfululizo kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2025. Sasa hoja ambazo zimepangwa zimekubaliwa na pande zote mbili ambazo ndizo zinazobishaniwa mahakamani, ziko hoja 4. Hoja ya kwanza ni kama wadai na wadaiwa walikuwa na mahusiano ya mwenye nyumba na wapangaji, kwa maana ya landlord and tenants. Hiyo ni hoja ambayo tutakwenda kuithibitisha pale mahakamani. Lakini hoja nyingine ni kwamba wadai kwa maana ya Kanali Naftali Swai na wenzake 49 kama walizuiliwa kuingia katika jengo la gorofa lililoporomoka siku ya tarehe 16 mwezi Novemba mwaka 2024 pale Kariakoo, kama walizuiliwa kuingia na kufanya biashara. Na hoja ya tatu ni kama wadai wamepata hasara yoyote ile ambayo inaweza ikathibitika mahakamani kutokana na kuporomoka kwa hilo jengo. Na hoja ya 4 ni nafuu yoyote ile ambayo mahakama itaona wadai wanastahili kupewa kutokana na kile ambacho kitakuwa kimethibitishwa mahakamani. Lakini katika orodha ya mashahidi ambao tunatarajia kuwaita, shahidi namba 1 atakuwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu yeye ndio aliyetoa amri tume ya uchunguzi iundwe kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na kuchunguza chanzo cha kuporomoka kwa jengo lile. Kwa hiyo yeye atakuja kutuambia, kwa sababu baada ya tume ile kuundwa na ripoti kutolewa alikabidhiwa yeye. Kwa hiyo akaridhika kabisa kwamba waliokuwa wanamiliki lile jengo walifanya uzembe, wakasababisha jengo liweze kuporomoka na likapelekea vifo, majeraha pamoja na kupoteza mitaji kwa wateja wangu wa mnaowaona. Kwa hiyo Rais Samia atakuwa ni shahidi namba 1 kwenye kesi hii. Na watu wakumbuke tu, Rais Samia atakuwa sio mtu wa kwanza kutoka mamlakani kwenda mahakamani kutoa ushahidi. Atakuwa anarudia tu, ingawa mtu wa kwanza alikuwa ni marehemu rais mstaafu wa serikali ya awamu ya 3, marehemu Benjamin Mkapa. Alikwenda pale Kisutu na akatoa ushahidi kwenye kesi ya marehemu Profesa Mahalu. Kwa hiyo Samia atakuwa anarudia na anaweka rekodi yake kwamba atakuwa rais wa kwanza aliyeko madarakani kwenda mahakamani kutoa ushahidi. Shahidi namba 2 atakuwa ni Kassim Majaliwa ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa serikali ya awamu ya 6 kwenye kipindi cha kwanza, lakini mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila na yeye atakuja kuthibitisha namna gani ajali ile ilitokea na madhara aliyoweza kupatikana. Kwa hiyo hao ni baadhi ya mashahidi ambao tunatarajia kuwaita kati ya mashahidi wengi ambao tutawaita na vielelezo kadhaa ambavyo tutavitumia ili kuweza kuthibitisha madai ya wateja wangu. Na ikumbukwe tu kwamba fidia ambayo inadaiwa kwa ujumla kati ya hawa wadai 50 wakiongozwa na Kanali Naftali Swai ni shilingi bilioni 40. Ingawa kwa namna moja ama nyingine inaweza ikasaidia kuwarudisha
kurudisha wateja wangu katika nafasi yao ya kawaida waliokuwa nayo kabla jengo halijaporomoka, lakini bado kuna hasara ambayo haiwezi kufidiwa. Kuna watu wamepoteza watoto wao pale. Kwa hiyo hata kama wangelipwa bilioni 10,000, maisha ya watu hayawezi kurudi. Lakini tunachokitaka tu hapa ni kwamba tuweze kupata fidia ambayo itasaidia kuwafanya wateja wangu waweze kurudi katika hali yao ya kawaida ya kufanya biashara na maisha mengine yaweze kuendelea. Na pengine sasa kwa namna ambavyo mmeelekezwa na mahakama na mmekubaliana pande zote, utaratibu wa usikilizwaji utaendeshwaje, na pengine itakuwa public kwa sababu ni kesi ambayo inahusisha maslahi ya umma zaidi ama chamber court? Hii kesi itasikilizwa kwenye mahakama ya wazi na watu wanaalikwa kuja kusikiliza na kuona, kwa sababu tunaamini itakuwa ni funzo kwa watu ambao wanajenga majengo au wanamiliki majengo ambayo yanahatarisha usalama wa maisha ya watu, lakini usalama wa mali ambazo zinakuwa ziko ndani ya majengo hayo. Kwa hiyo tunawaalika watu wote waje wasikilize kesi hii. Ni kesi ambayo imevuta hisia za watu wengi sana kutokana na madhara ambayo jamii ilipata, lakini wateja wangu mahususi jinsi walivyoumia kutokana na madhara waliyopata kwenye ile ajali. Kwa hiyo tunaalika watu wote ambao na hasa wale ambao wanapenda kujifunza sheria waje wasikilize, kwa sababu ni kesi ambayo ni nzuri sana kwa kweli. Kuna uhusianisho wa mashahidi wako uliowaita na ile kesi ya jinai ambayo jamhuri imeifungua? Kwenye sheria kesi ya jinai na kesi ya madai zinaweza zikatokea zote kwa wakati mmoja kulingana na mazingira ya tukio lilivyotokea. Sasa kwa sababu gorofa lilipoanguka kuna maisha ya watu yalipotea pale. Kwa hiyo huwezi kuacha kuwashtaki watu ambao unadhani wanahusika kwa namna moja ama nyingine kusababisha vifo vya wale waliokufa. Na ndio maana unaona mkurugenzi wa mashtaka DPP, kutokana na ushahidi uliokuwepo, aliona waliokuwa wanamiliki jengo lile walisababisha vifo vya wale watu, wakashtakiwa, na kuna kesi yao inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, kesi ya kuua bila kukusudia. Na sisi kesi yetu ya madai ni kama hivi tunavyoiendesha kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania division ya ardhi. Kwa hiyo ni kesi ambazo zinakwenda zote kwa wakati mmoja, na kinachotafutwa, nafuu inayotafutwa kwenye kesi ya jinai ni kwamba watu wakipatikana na hatia wafungwe kifungo cha juu kabisa ni cha maisha, na wanaweza wakafungwa wakapewa adhabu nyingine yoyote, lakini adhabu ya juu kabisa ni kifungo cha maisha. Lakini kinachotafutwa kwenye kesi ya madai ni fidia ya shilingi bilioni 40 kutokana na hasara ambayo wateja wangu walikuwa wameipata. La mwisho kwa Watanzania ambao pengine wanafuatilia kwa karibu sana kesi hii, mimi nawaalika tu Watanzania waje waifuatilie hii kesi kwa ukaribu sana, kwa sababu yako mambo mengi sana ya kujifunza kwenye sheria, lakini kwenye masuala ya haki. Waje wajifunze ili waweze kuona namna gani mahakama inafanya kazi na inatekeleza majukumu yake chini ya ibara ya 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya kutoa haki. Kwa hiyo wateja wangu baada ya kuwa wameumizwa na kile kilichotokea, wakaona sehemu pekee ya kikatiba na kisheria kwenda kukimbilia na kupata nafuu ni mahakamani. Kwa hiyo hii kesi ni kesi ambayo itakuwa ina mvuto wa kipekee, kwa sababu iligusa sana hisia za wanajamii. Waje waifuatilie waone hatua kwa hatua inaendaje. Kwa hiyo hilo ndio neno langu la mwisho. Asante sana.